Rais wa Marekani Donald Trump amesema ya kuwa hakuna mwanajeshi wa Marekani aliyefariki dunia wakati wa mashambulizi makubwa dhidi ya Venezuela, ingawa alikiri kuwa kulikuwa na majeruhi wachache upande wa Marekani. Akizungumza na kituo cha Fox News, Trump alisema ya kuwa kulikuwa na majeruhi wachache, lakini hakuna vifo upande wetu, akiongeza kuwa wanajeshi walioumia wako katika hali nzuri. Trump amesema alizungumza na rais wa Venezuela Nicolas Maduro takriban wiki moja kabla ya mashambulizi hayo na kumtaka salimu amri. Alidai kuwa Marekani ilazimika kuchukua hatua ya kisasa na yenye nguvu zaidi baada ya mazungumzo hayo kushindikana. Kwa mujibu wa Trump, Maduro alikamatwa katika eneo lililokuwa kama ngome na sio nyumba ya kawaida, likiwa na ulinzi mzito wa chuma. Rais huyo wa Marekani alisema operesheni hiyo iliahirishwa kwa siku kadhaa kutokana na mazingira kutokuwa rafiki, ikiwemo hali ya hewa. Trump pia amethibitisha kuwa Maduro na mkewe wanasafirishwa kwenda New York ambako wanakabiliwa na mashtaka ya jinai. Alisema wanasafirishwa kwa kutumia helikopta na meli na kudai ya kuwa wanawajibika kwa vifo vya raia wengi wakiwemo wa Marekani. Kuhusu mustakabali wa Venezuela, Trump alisema Marekani itakuwa imehusika kwa nguvu katika sekta ya mafuta ya nchi hiyo. Aliongeza kuwa bado anafikiria iwapo ataunga mkono kiongozi wa upinzani Maria Corina Machado kuchukua uongozi, huku akidai kuwa uchaguzi uliomrejesha Maduro madarakani haukuwa wa haki. Trump amesema kukamatwa kwa Maduro ni ujumbe wa dunia kwamba Marekani haitochezewa tena, akisisitiza kuwa hatua hiyo inalenga pia kukabiliana na biashara haramu ya dawa za kulevya ambayo anadai inaua mamia ya maelfu ya watu kila mwaka nchini Marekani. Shambulio kubwa la kijeshi limefanywa na Marekani ndani ya Venezuela, likilenga makazi na kambi za kijeshi katika mji mkuu Caracas. Hali hii imezua maswali makubwa kuhusu nani atakayechukua madaraka na madhara halisi ya tukio hili. Rais wa Marekani Donald Trump amethibitisha kuwa Marekani imefanya shambulio kubwa dhidi ya Venezuela. Trump pia amesema rais wa Venezuela Nicolas Maduro na mkewe wamekamatwa na kuondolewa nchini humo kupelekwa nje ya nchi. Operesheni hii ilifanywa na kikosi maalumu cha jeshi la Marekani kinachojulikana kama Delta Force, kwa mujibu wa maafisa. Venezuela imetangaza hali ya dharura ya kitaifa na kudai shambulio la kijeshi ni uvamizi usiokubalika. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema ya kuwa Marekani haitachukua hatua nyingine dhidi ya Venezuela baada ya tukio hili. Tukio hili moja ya operesheni kubwa za kijeshi za Marekani katika bara la Amerika tangu vita baridi na linafuatia wiki kadhaa za mvutano ulioonekana kukithiri. Hii ni Habari Digital. Kwa taarifa nyingine kemkem, endelea kusubscribe na kuwa mwanafamilia mpya wa Habari Digital, lakini pia usisahau kutembelea mitandao yetu ya kijamii Instagram, Facebook, YouTube, bila kusahau X, yani Twitter, na uweze kuhakikisha kwamba unapata taarifa mbalimbali ambazo tunaendelea kukuwekea kwa uweledi wa hali ya juu. Mimi naitwa Manoni na hii ni Habari Digital. Asante kwa kuendelea kuifuatilia muda wote.
hakikisha unaendelea kuwa karibu yetu zaidi.